IVF ni moja ya tiba bora za ugumba kuwahi kutokea duniani. IVF, kwa utafiti wa IVF ulianza mwaka 1965. Lakini mtoto wa kwanza aliyetokana na IVF alipatikana mwaka 1978. Kwa maana kwamba mimba ilitungwa mwaka 1977 mwishoni na akapatikana mwanzoni mwa 1978. Kuanzia hapo inakadiriwa kuwa kuna wanadamu duniani zaidi ya milioni 8 waliopatikana kwa njia ya IVF. Na watu hawa hawana tofauti na watu wengine. Njia ya IVF maana yake ni kwamba kinachosaidia hapa tu ni kwamba yai lile linarutubishwa nje ya mwili. Kwa maana ile natural process imeshindwa, kinachofanyika ni kwamba yai lile linatolewa mwilini, mbegu ya mume wako inachukuliwa na inarutubishwa nje ya mwili. Na baadaye kiumbe kile, kwa maana ya embryo, kinarudishwa ndani ya mwili wa mwanadamu ambaye ni mwanamke kwenye tumbo la uzazi. Kwa hivyo kuna sababu ambazo zinapelekea IVF ifanikiwe vizuri sana. Moja ya sababu ambazo IVF inapelekea kufanikiwa kwa uzuri sana ni pale mwanamke anapoandaliwa vizuri, kwa maana ya ile medication zake, medication protocols za IVF. Mwanamke anapoandaliwa vizuri kwa zile medication zake, zinatoa projection ya ile process itakavyokuwa na mwisho mzuri. Lakini cha pili, mwanamke anapokuwa na afya njema, afya yake ikiwa ni njema, huyu yuko so likely kwenda kupata very successful procedure ambayo mwisho wa siku matokeo yanakuwa ni mazuri sana. Kitu cha tatu kinachopelekea huyu mwanamke afanikiwe kwa ubora sana hii procedure ya IVF ni pale yai lake linapokuwa na ubora. Yai linakuwa na ubora, likiwa na ubora, yai tulilolivuna tayari linaweza likaleta matokeo mazuri sana. Lakini pia mbegu ya mume wake yenye ubora, kama nilivyosisitiza kwenye clips zilizoendelea, ni kwamba mbegu inachangia sana kwenye uwezekano wa kufaulisha hili swala la IVF. Lakini kingine kinachoweza kikapelekea IVF ifanikiwe vizuri sana ni ile morphology, kwa maana ya lile umbo la ile embryo. Sasa kuna mambo kadha wa kadha huwa yanaendelea hapa katikati. Unakuta pengine mtaalamu anakuambia tulia kidogo kwa sababu naliona yai lako kama halijakaa vizuri. Usimlazimishe alitumie yai ambalo halijakaa vizuri. Msikilize mtaalamu wako, atakushauri ni kitu gani ambacho kinapaswa kufanyika, kwa sababu wakina mama wengi wanakuwa kama na pressure ya kutaka lile swala likamilike haraka. Usiwe na pressure ya kutaka lile swala likamilike haraka. Hapana, mpe nafasi mtaalamu aweze kukushauri namna gani bora ya kwenda kupata mtoto ambaye ni mtoto mzuri kama mlivyokusudia. Kwa hiyo process ya IVF ni mtambuka. It is not an overnight process. Lakini ni process ambayo haimuhitaji huyu mama apate likizo. Haikuhitaji wewe baba upate likizo kwa sababu mke wako anafanyiwa IVF. Hapana. Huyu mama haimuhitaji aombe ruhusa kazini. Hapana. Zile IVF protocols zinapokuwa zikiendelea, kwa maana ya stimulation ya mayai, hizi ni process ambayo mama anaweza kawa anazifanya kulingana na mtaalamu walivyoelekezana cha kufanya.
hiyo huduma anakuwa anaipata within 30 minutes a day. Kwa hiyo akipata ile huduma yake kwa maana ya mwezi mmoja, mayai yanakuwa assessed na mtaalamu ataona kwamba hiki kinawezekana kwa wakati gani, ni wakati gani yai lake livunwe, na baada ya kuvunwa yai mpe nafasi mtaalamu akaliassess, na atakapoliassess na akakwambia kwamba yai lako halina ubora, kubali kurudia kabla hata ya kupandikizwa kile kiumbe, kwa sababu the earlier the better. Kama nilivyokuambia, moja ya factors zinazopelekea mimba kuwa successful kwa maana ya IVF kufanikiwa vizuri ni pamoja na afya ya mama, ni pamoja na yai la mama likiwa na ubora, ni pamoja na sperm ikiwa na ubora, lakini ni pamoja na zile protocol, zile hatua kama zilifuatwa vizuri. Kwa hiyo ninakupendekezea leo ya kwamba kama umetafuta mtoto kwa muda mrefu na mtoto hapatikani, na kama unavyojua mtoto ni faraja na furaha katika nyumba, basi fanya IVF kwa wakati wowote unaoutaka, kwa sababu ukianza huduma ya IVF unapata mtoto kwa wakati ambao unautaka wewe, na swala hili linafanikiwa kwa haraka kuliko hata unavyodhani. Na procedure hii ya IVF wala sio involving kama wanavyodhani watu kwamba lazima uwe kwa mtoa huduma, Unaweza mkakutana na mtoa huduma mara 3 tu, tayari IVF process inakuwa imekamilika. Kwa hiyo uwezekano kama yai limetolewa zuri, uwezekano wa kufanikiwa ni mkubwa sana. Lakini yai kama limetolewa ni kidogo, halina ubora mzuri, uwezekano wake wa kufanikiwa ni mdogo. Kwa hiyo ndiyo maana tunasisitiza mama anapoanza prosesi za kufanyiwa IVF ahakikishe kwamba anabadilisha tabia, hasa katika ulaji, unywaji, na wakati mwingine utumiaji wa dawa ule akubaliane nao vizuri, comply kulingana na mtaalamu alivyomweleza. Mwisho wa siku utapata mtoto wako mzuri, utapata mafanikio mazuri kupitia hii process ya IVF.